Kabisa Kevin, miaka 20 ya Mkapa Foundation ikiwa ni moja kati ya alama ambazo zipo kumwenzi hayati Benjamin William Mkapa. Mwezi Julai hapo tutakuwa tunatimiza miaka 20 ya kuanzishwa kwa taasisi hii. Tutaifahamu zaidi taasisi hii, lakini kitu gani hasa ambacho wameweza kufanikisha katika miaka 20 ya uwepo wake, na tunaye hapa Felician Luchagula, mkurugenzi wa programu na taarifa za kimkakati wa Mkapa Foundation. Karibu sana Felician. Asante sana. Na vile tunaye Violet Mlai, yeye ni afisa mwandamizi wa programu rasilimali watu katika sekta ya afya. Karibu sana Mlai. Asante. Hongereni sana bwana Mkapa Foundation. Asante sana. Unajua taasisi yenu ni moja kati ya taasisi ambazo zinatukumbusha kuhusu hayati Benjamin William Mkapa, kuendeleza yale mambo ambayo aliyafanya. Lakini hebu tuambie malengo ya kuanzishwa kwa Mkapa Foundation, Luchagula. Asante sana ndugu mtangazaji, na tunashukuru pia kwa nafasi hii kuja kuongea na Watanzania. Taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation ilianzishwa mwaka 2006 na rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, marafiki zake wa karibu. Na uanzishwaji wa taasisi hii ya Mkapa Foundation kama nilivyosema hapo awali, ulitokana na dhamira ya hayati Rais Mkapa ya kuendeleza mchango wake katika maendeleo ya taifa, hasa baada ya kuhitimisha miaka yake 10 ya uongozi katika nchi. Na mchango wake huo ulitokana na dhamira yake ya dhati katika kuimarisha sekta ya afya na ustawi wa jamii baada ya utumishi wake serikalini. Lengo kubwa la kuanzishwa kwa taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation ilikuwa ni kusaidia juhudi za serikali katika uboreshaji wa upatikanaji wa huduma za afya, na sio huduma tu, bali huduma bora za afya kwa Tanzania wote, hususan wale ambao wanaishi katika mazingira yenye changamoto za upatikanaji wa huduma hizo za afya. Kwa hiyo lengo lake lilikuwa ni kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora bila kujali wanaishi wapi na wana hali gani ya uchumi. Na tangu kuanzishwa kwa taasisi hii miaka 20 iliyopita, imekuwa ikitekeleza programu mbalimbali katika sekta ya afya. Programu ambazo zinalenga kuimarisha rasilimali watu katika sekta ya afya, ambazo zinalenga pia kuboresha huduma za afya ya msingi, afya ya uzazi, mama na mtoto, pamoja na kuimarisha mifumo ya afya nchini. Na kwa zaidi ya miaka 20 sasa, miaka 20 kwa sababu kama tutimiza miaka 20 tangu taasisi ianzishwe, taasisi ya Mkapa Foundation imeendelea kuwa mshirika muhimu na wa karibu sana wa serikali ya Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani. Na imekuwa pia mshirika wa karibu na wa kushirikiana na wadau wa maendeleo na jamii kwa ujumla katika kuimarisha mifumo ya afya na kuchangia katika ustawi wa jamii na ustawi wa kiuchumi kwa taifa. Asante sana. Sasa Violet, tumepata mwanzo mzuri, tumepata kujua lengo kwa nini Mkapa Foundation, lakini tunatamani kujua amefanya mambo mengi sana hayati Benjamin Mkapa kwa ajili ya taifa hili. Ni kwa namna gani kupitia Mkapa Foundation mambo haya yanaenziwa? Okay. Kama alivyosema Felician, moja ya maono yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania bila kujali uwezo wao wa kiuchumi au mahali walipo wanapata afya bora, sio tu afya, wanakuwa na afya bora. Kwa hiyo kama taasisi tumeendelea kuenzi maono hayo kwa kuhakikisha kwamba kwenye yale maeneo ambayo yana uhaba mkubwa wa rasilimali watu afya na hayafikiki kwa urahisi, huko ndiko ambako tunaelekeza nguvu kwa kusaidiana na serikali kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa rasilimali watu afya kupitia programu zetu. Hapo baadaye tutaelezea idadi ya watu ambao, kwa maana ya wataalamu wa afya ambao tumeweza kuwafikisha kwenye hayo maeneo, lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba haya maeneo yanapata huduma bora zile zinazostahili. Lakini tumeendelea kushirikiana na serikali na wadau wa maendeleo kwa karibu kabisa kuhakikisha kwamba tunaimarisha mifumo ya afya, kwa sababu tunaamini kwamba
tukiwa na mifumo bora na imara ya afya tunaweza kuhakikisha kwamba huduma zinazotolewa basi ni za ubora ule unaotakiwa. Sisi tunaamini kwamba upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote utaletwa tu au utafikiwa tu pale ambako tuna mifumo imara na bora ya afya. Lakini pia kama taasisi tumejikita kwenye mashirikiano na ubunifu wa teknolojia. Lengo ni kuhakikisha kwamba mbinu hizi zinatusaidia kupunguza pengo la upatikanaji wa huduma bora za afya kwenye maeneo yote mijini na vijijini. Lakini tunaendelea kushirikiana kwa karibu kama tulivyosema na serikali na wadau wa maendeleo na sekta binafsi na asasi za kiraia. Lengo ni kuhakikisha kwamba yale ambayo yalikuwa ni maono yake kwa kazi ambazo tunaendelea kuzifanya kama taasisi yanafikiwa. Na hapo kwenye maono walikuwa na maono makubwa sana hasa kwenye afya. Yeah. Afya bora kwa wote. Na sasa tunaona bima ya afya kwa wote. Katika hili kuna namna ambavyo mnashirikiana nao au kuna namna ambavyo mnahakikisha Watanzania wote wanapata afya bora? Felicia. Ndio, asante sana. Kama ambavyo niligusia na mwenzangu Violet ameelezea, taasisi ya Mkapa Foundation inashirikiana na serikali ya Tanzania kwa ukaribu pamoja na wadau wa maendeleo katika kuimarisha mifumo ya afya. Kwa hiyo ili kuwezesha upatikanaji wa huduma, jitihada zetu zimelenga katika kuimarisha nguzo zile muhimu ambazo zinawezesha upatikanaji wa huduma. Mojawapo ni upatikanaji wa huduma wenyewe, lakini nguzo nyingine muhimu ambayo ndiyo ilijenga taasisi hii ni watumishi katika sekta ya afya, human resources for health. Kwa hiyo unaweza ukajenga zahanati, ukajenga vituo vya kutolea huduma, unaweza ukawa na madawa, unaweza ukawa na kila kitu, lakini kama hauna watu wa kuweza kutoa huduma, hizo jitihada zingine haziwezi kuzaa matunda. Kwa hiyo upatikanaji wa watumishi wa afya sio tu kwa idadi, lakini kwa ubora. Watumishi wanaojitosheleza na watumishi wenye ujuzi ni jitihada muhimu sana ambayo inachangia katika kuwezesha upatikanaji wa huduma bora kwa wote. Sawa kabisa. Violet, kwa kipindi hiki cha miaka 20 ni mafanikio gani ambayo kama taasisi mnajivunia ambayo mmeyapata kipindi hiki? Okay. Kwa kipindi cha miaka 20 kama taasisi tumefanikisha mambo kadhaa. Yeah. Tuanze na jambo ambalo Felician alisema ndiyo nguzo ya utolewaji wa huduma. Tumeweza kuwafikia Watanzania zaidi ya milioni 33 kupitia afua mbalimbali za huduma ambazo au miradi ambayo inatekelezwa na taasisi. Lakini pia kwenye eneo la ajira za watumishi wa afya tumeweza kuajiri jumla ya watumishi milioni 18,119 na hawa ni wakada mbalimbali za afya ambao kama tulivyosema pale awali wamepelekwa kwenye maeneo sio tu yenye upungufu mkubwa wa watumishi bali maeneo ambayo yana mahitaji makubwa, na kwa kufanya hivyo tumechagiza juhudi zile za serikali kwenye kuhakikisha kwamba tunasaidiana kwenye kupunguza uhaba wa watumishi wa afya, lakini pia kuongeza upatikanaji wa huduma kama tulivyosema kwenye yale maeneo ambayo yana uhaba mkubwa wa watumishi na labda hayafikiki kwa urahisi pia. Lakini kwenye eneo la ngazi ya jamii tunafahamu kwamba ili upatikanaji wa huduma bora za afya uwepo lazima kuwe na muunganiko kati ya jamii na mfumo rasmi wa afya. Kwa hiyo kwenye eneo hilo pia tumeweza kuwafikia wananchi zaidi ya 10,000, lakini pia tunao wahudumu wa afya ngazi ya jamii 10,615 ambao wanatoa huduma za afya kwenye maeneo mbalimbali ya jamii, na hawa wamekuwa ni kiungo muhimu kati ya mifumo rasmi au kati ya vituo vya kutolea huduma na jamii.
Lakini pia hatukuishia hapo, kama alivyosema Felician kwamba tunatamani kuona sio tu kwamba tuna watumishi wa afya, lakini watumishi wa afya bora kwa maana ya ujuzi na utaalamu wao. Hivyo taasisi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tumeweza kutoa ufadhili wa masomo kwa ngazi tofauti tofauti kwa jumla ya watumishi 1200 katika fani mbalimbali zikiwemo ukunga, uuguzi, famasia na lengo ni kuendelea kuboresha ujuzi wa wataalamu ambao tunao. Hatukuishia hapo. Tunafahamu kwamba mtumishi ili atoe huduma pia anahitaji mazingira mazuri ya kazi. Yes. Kwa hiyo tumesaidiana na serikali na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba nyumba za watumishi 480 wa afya zinakuwepo, lakini pia tumeboresha au kujenga majengo ya kutolea huduma mbalimbali na pia tumeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma bora katika ngazi tofauti tofauti za kutolea huduma. Hatukuishia hapo. Tumefanya tathmini kadha wa kadha ambazo zimesaidia maendeleo ya rasilimali watu kwa ujumla, na tumeendelea pia kusaidiana na serikali kwa karibu kwenye kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazokabili umma kama vile Uviko 19, Marburg na maeneo mengine, lengo likiwa ni lile lile, kuhakikisha kwamba kila Mtanzania bila kujali mahali alipo au uwezo wake wa kiuchumi anapata afya bora. Sahihi kabisa. Sasa kwako Felician, tutazame sasa hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuimarisha zaidi urithi wa Mkapa kwa miaka ijayo. Tunafahamu kwamba ni sio jukumu tu ambalo mmepaswa kuachiwa nyie wenyewe Benjamin Mkapa Foundation, lakini pia kuna hatua ambazo wadau wengine pia wanaweza kuchukua na nyie pia ili kuimarisha na kuendeleza yale maono ya Benjamin Mkapa kwa miaka inayofuatia. Asante sana ndugu mtangazaji. Mzee Mkapa ametuachia na taifa kwa ujumla maono na mawazo, pamoja na maono hayo ndio yalimsukuma kaanzisha taasisi, na ili kuimarisha zaidi urithi wa hayati Benjamin Mkapa kwa miaka ijayo ni muhimu kuendelea kuwekeza katika maeneo aliyopa kipaumbele, na kwa muktadha huu tunazungumzia eneo la afya, maendeleo ya watu, uongozi bora pamoja na ushirikiano kwa ajili ya maendeleo. Okay. Kwanza kabisa tunapaswa kuendelea kuimarisha rasilimali watu katika sekta ya afya ambao tumezungumza kwa kuongeza idadi ya wataalamu wa afya, lakini pia kuboresha mazingira yao ya kazi ili waweze kukaa katika maeneo ambayo wanapangiwa, lakini pia kuhakikisha wanapatikana katika maeneo yote nchini, sio tu maeneo ya vijijini ambako kuna huduma bora za maisha pamoja na mazingira bora ya kazi, lakini pia hata maeneo ya vijijini ambayo ndio pia na uhitaji mkubwa, lakini pia kuwa na mfumo imara wa afya ambao ndio kama tulivyosema moja ya nguzo muhimu katika maono ya Mzee Mkapa. Lakini kitu cha pili, kuna muhimu pia kuendelea kuimarisha mifumo ya afya kwa kutumia teknolojia na ubunifu ili kuongeza ubora na ufanisi wa utoaji wa huduma. Na kadri changamoto zinavyozidi kuongezeka au zinavyozidi kubadilika, ndivyo tunapaswa kuwekeza katika suluhisho za kisasa, ikiwa ni pamoja na matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma au katika ukusanyaji na utunzaji wa taarifa kwa ajili ya kufanya maamuzi. Lakini pia ni muhimu kuendelea kuwekeza katika elimu na maendeleo ya wataalamu. Mzee Mkapa aliamini katika human development, kuinvest kwa watu. Kwa hiyo ni muhimu kufanya hivyo kupitia mafunzo au kupitia ufadhili wa masomo kama ambavyo ameeleza mwenzangu Violet. Taasisi imekuwa ikiwekeza katika kufanya hivyo, watu waweze kutoa ufadhili, watu waweze kupata mafunzo, lakini pia kuwekeza katika programu za maendeleo ya uongozi. Kwa hiyo hii itahakikisha kwamba taifa linaendelea kuwa na wataalamu wenye ujuzi pamoja na uwezo wa kukabiliana na mahitaji ya sasa ya huduma pamoja na mahitaji yajayo. Hata ukiangalia kwamba population au idadi ya Watanzania inazidi kuongezeka na yako magonjwa yanaibuka, magonjwa mapya yanaibuka. Kwa hiyo ni vizuri kuwekeza katika hilo eneo ili basi mfumo wa afya uweze kuwa tayari kukabiliana na changamoto katika sekta za sasa na kwa wakati ujao. Lakini pia tunatakiwa tunapaswa kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya serikali, wadau wa maendeleo, lakini pia na taasisi za kiraia na jamii kwa ujumla,
Kwa hiyo Mzee Mkapa aliamini katika partnership for development, ushirikiano kwa ajili ya maendeleo. Kwa maendeleo hawezi kuletwa na taasisi moja au na mtu mmoja, bali ni ushirikiano. Kwa hiyo maono haya sio maono tu ya taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation ambayo Mzee Mkapa alianzisha, bali ni maono yanatoka kuenziwa na taifa kwa ujumla pamoja na wadau wa maendeleo. Lakini mwisho kabisa, kuenzi urithi wa hayati Mkapa kama ambavyo pia mtangazaji umegusia, si jukumu la Benjamin Mkapa Foundation, taasisi ambayo mzee alianzisha, bali ni jukumu la taifa zima. Tunahitaji kuendeleza kuishi na kutekeleza maadili aliyoamini ya uadilifu, uzalendo pamoja na uwajibikaji ili kuweka maslahi ya wananchi mbele. Na hiyo ndiyo nguzo kubwa ya taasisi na ambayo ndiyo dhana ambayo ilimsukuma kuanzisha taasisi, kuweza kuwahudumia wananchi ambao wanaishi maeneo ya changamoto za upatikanaji wa huduma ili waweze kufikiwa na huduma bora za afya. Asante sana. Sasa hivi karibuni bila shaka Violet, mnategemea kuwa na kongamano la rasilimali watu hasa zaidi mkigusia katika sekta ya afya. Na wewe ndio afisa mwandamizi pale programu ya rasilimali watu. La kwako hiyo. Umejipangaje na tutegemee nini kutoka kwenye kongamano hili? Okay, asante. Kwa maana ya kongamano la taifa la rasilimali watu afya, tutegemee mambo kadhaa. Kwanza, majadiliano ya kina kuhusu rasilimali watu kwenye sekta ya afya. Tutaangazia mafanikio yaliyopatikana, tutaangalia changamoto zetu zilizopo, lakini pia tutaangalia fursa ambazo tunazo. Lengo letu likiwa pale pale kujiimarisha zaidi kwa ajili ya afya ili kufikia malengo yale ya afya kwa wote. Washiriki wa kongamano hili watapata nafasi ya kujadili masuala muhimu sana ambayo yataangazia uzalishaji wa wataalamu hawa, tutaangazia eneo la ajira, tutaangazia usambazaji wao, lakini uhifadhi wa wataalamu hawa wakiwa kazini kwa maana ya mipangilio au utaratibu wa kuwajengea ujuzi, lakini pia tutaangalia matumizi ya teknolojia kwenye usimamizi wa rasilimali watu afya, lakini pia na utolewaji wa huduma. Kubwa kabisa, tunalo lengo moja, ni kuimarisha ubora wa huduma za afya na uwekezaji wake kupitia watu. Lakini pia tutapata nafasi ya kuwasilisha ushahidi, tafiti na ubunifu na uzoefu ambao tumeupata kutoka kwa wadau mbalimbali ambao watashiriki, lengo likiwa ni kujifunza mbinu bora zitakazoweza kutusaidia kukabiliana na changamoto zinazoikabili sekta ya afya. Pia tunatarajia kupitia majadiliano haya tutapata nafasi ya kutoa mapendekezo ya kisera ambayo yatakuwa ni ya kimkakati na tunategemea kwamba yataisaidia Tanzania kuendelea kujenga mifumo imara ya rasilimali watu afya ambayo inakidhi mahitaji yetu ya sasa na ya baadaye. Lakini kwa upande mwingine, hii itakuwa sehemu ya maadhimisho yetu ya miaka 20 ya taasisi na itatupa nafasi ya sisi kutafakari safari yetu katika kuimarisha eneo la rasilimali watu afya kwa kuonyesha mafanikio yaliyopatikana, lakini pia kupata muda wa kuweka dira ya wapi tunataka kuelekea kwa miaka ijayo. Naam. Yes. Shukrani sana. Jinsi gani ya kushiriki sasa kwenye maadhimisho haya? Felicia. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni swali zuri na la msingi. Kama tulivyosema hapo awali, mkutano wa rasilimali watu katika sekta ya afya utafanyika kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 15 mwezi ujao, na tumeandaa utaratibu ambao utahakikisha ushirikishwaji mpana wa wadau pamoja na jumuishi, na ambao utahakikisha tunakuwa na tija na magrupu mbalimbali yanashiriki. Katika hizo siku mbili, siku ya kwanza tumetenga kwa ajili ya vijana. Itakuwa ni siku maalum ya vijana, tukielewa kwamba vijana ni sehemu kubwa ya Watanzania. Kwa hiyo labda tu nitoe ufafanuzi juu ya namna ya kushiriki. Kwa hiyo kuna usajili wa washiriki ambao ni delegates. Washiriki wanaweza kuhudhuria mkutano kwa kujisajili. Kwa washiriki wa ndani au Tanzania
tumeweka viwango ambavyo ni viwango rafiki kabisa kwa kuwezesha watu wengi kadri iwezekanavyo kuweza kushiriki. Usajili wa mapema ambao unafanyika tayari umeshaanza, utaenda mpaka kabla tarehe 14 ambao ni siku ya kwanza mkutano. Malipo ni shilingi 100,000 tu kwa participant, kwa mtu mzima, na kwa mtu mzima ambaye atachelewa kujisajili. Na huo ndio usajili wa mapema. Usajili wa mapema 100,000, na akichelewa itakuwa 1,500,000, na kuchelewa ni kama atakuja kujisajili pale ambapo mkutano umeshaanza tarehe 14 na 15. Lakini kwa washiriki wa kimataifa tumeweka usajili wa 2,500,000, na kwa watakaochelewa ni 300,000. Lakini pia tumeweka usajili kwa ajili ya kundi la vijana ili uweze kuhudhuria kwa wingi. Ni shilingi 50,000 kwa wale ambao watasajili mapema mpaka kabla ya tarehe 14, na kwa usajili wa siku ya tukio ni 100,000 kwa vijana, na kwa wanafunzi wa kimataifa tumeweka kiwango cha 100,000 kwa usajili kwa ambao watajisajili mapema, na kama watachelewa basi 1,500,000. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanaotusikiliza na kwa wale ambao watapata taarifa hizi labda kupitia mitandao kwamba waweze kujisajili mapema ili kunufaika na gharama nafuu ambazo tumeziweka kwa ajili ya kushiriki katika mkutano huo. Lakini pia namna nyingine ya kushiriki ni ushiriki wa maonyesho, na huu zaidi ni kwa ajili ya taasisi ambazo zingeweza kuhudhuria na kushiriki, taasisi, mashirika ambayo yanaweza kushiriki kamilifu kupitia maonyesho ambayo ni pamoja na kuonyesha ubunifu wa kazi ambazo wanazifanya. Kwa hiyo taarifa ziko mtandaoni kwa ajili ya kujisajili, na viwango kwa ajili ya mashirika ambayo yangependa kushiriki kwa maonyesho ziko kwenye mitandao yetu. Sasa Felician, tunawashukuru sana, tunawapongeza pia miaka 20 ya Mkapa Foundation. Tuendelee kuuenzi urithi wa hayati Benjamin Mkapa, na mmetuambia vizuri kwamba kuenzi urithi si tu kwa Mkapa Foundation, lakini ni kwa sisi wa Tanzania wote. Tumezungumza hapa miaka 20 ya Mkapa Foundation, lakini pia tumeangazia ni kwa namna gani taasisi hii inaenzi urithi wa Mkapa, tukiwa na mkurugenzi wa program na taarifa za kimkakati kutoka Mkapa Foundation, Felician Luchagula, pamoja na Violet Mlai ambaye huyu ni afisa mwandamizi wa program rasilimali watu katika sekta ya afya.